Na kwingineko ni kwamba mahakama imesitisha ujenzi wa kituo cha kuwatenga wagonjwa kutoka nchini Marekani walioathirika na virusi vya Ebola hadi pale kesi iliyowasilishwa kupinga ujenzi huo itakaposikizwa na kuamuliwa. Haya yanajiri baada ya chama cha mawakili pamoja na taasisi ya Katiba Institute kuwasilisha kesi mahakamani wakidai kuwa serikali imekiuka sheria za kikatiba kwa kuendeleza mpango huo bila kuwahusisha wananchi. James Mwangi na kina cha taarifa hiyo. Tangu habari kuhusu kuanzishwa kwa kituo cha kuwatenga waathiriwa wa Ebola humu nchini zilipoanza kusikika, Wakenya wengi wamekuwa wakipinga vikali mpango huo. Hata hivyo, sasa mahakama imesikia kilio chao na kusitisha kwa muda mpango huo baina ya serikali ya Kenya na ile ya Marekani hadi pale kesi iliyowasilishwa na chama cha mawakili nchini LSK pamoja na taasisi ya Katiba Institute ya kupinga ujenzi wa kituo hicho itakaposikizwa na kuamuliwa. Kulingana na rais wa LSK Charles Kanjama, serikali imekiuka sheria za kikatiba kwa kuendeleza mpango huu bila kuwahusisha wananchi, mpango ambao pia unazua hofu kuhusu usalama wa kiafya wa wananchi humu nchini. Wakazi wa Laikipia wana expose maisha yetu kwa huu ugonjwa. Mimi niseme hivi, na si ati kuna faida yoyote, si ati hii serikali ya Amerika inatufaidi kwa vyovyote kuhusu hii ugonjwa. Na hii camp hapa hata wanaweka hapa na Nyuki Air Base, si ati ni Wakenya wanatibiwa hapo. Muungano wa KMPDU kwa upande wake umetoa makataa ya saa 48 kwa serikali kutoa taarifa kamili kwa wananchi kuhusu mpango huo, la sivyo watanda mgomo. Government is actually now deliberately bringing the disease from DRC, from Uganda to the country. Haya yanajia huku Wizara ya Afya nchini ikiendelea kuhakikishia Wakenya kuwa mpango huu hautahatarisha afya yao, huku Katibu wa Afya Dr. Auma Oluga akibaini kuwa Kenya iko tayari na ina uwezo wa kukabiliana na visa vya maambukizi ya Ebola. When there is a discussion around having an isolation center in Kenya, it's not a bad thing really. Even the counties are supposed to have isolation centers. Today we are at risk because of Ebola. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi akitupilia tetesi kuwa ujenzi wa kituo hicho ni wa kutoa matibabu kwa raia wa Marekani pekee, akibaini kuwa Kenya inajenga takriban vituo 16 katika juhudi za kuhakikisha usalama wa wananchi wake pamoja na wananchi kutoka mataifa ya kigeni. Forget about the misleading impression that setting up facilities of this nature are geared to only handle foreign people. No. Kenya is setting up almost 16 or thereabout intervention centers of that nature because we don't know. We are being prepared. We are being proactive. Amri hiyo ya mahakama inajiri baada ya serikali ya Marekani kutangaza kuwa imetoa dola milioni 13.5 ikiwa ni takriban shilingi bilioni 1.7 za Kenya kupiga jeki juhudi za Kenya kujiandaa dhidi ya Ebola. James Mwangi, Undugu TV.